Jessica Magama, dimba ni lako sasa hili. Haya, tuko vizuri na tunaendelea kuwa vizuri katika hiyo engo hapo tukiwa tunawajadili sasa klabu ya Azam. Tumewashuhudia katika michezo ya ligi, lakini pia kwenye michuano ya kimataifa huko katika hatua za awali. Swali ni je, mpaka hivi sasa kwa jinsi ambavyo tumeona Azam wako tayari kwenye level ya ushindani katika hatua hii ya makundi? Evans, tuanzie hapo. Naamini wako tayari, ndo maana wako hapa. Lakini issue inakuja ni wao kuweza kuvuka hiki kizingiti na kwenda hatua inayofuata. Mimi naamini furaha yao ilikuwa ni kuondoa ule uteja wao kutokufika hatua ya makundi. Yani hayo kwao ni mafanikio tayari, kwa sababu wanaona kabisa mazingira sisi kucompete kutoka hatua ya makundi kwenda robo finali, kwenda nusu finali mpaka finali yenyewe na kuwa bingwa ni swala la mchakato wa muda mrefu. Aliwezi kuwa la usiku mmoja. Yesu na mwalimu ambaye ana experience, amewahi kuwa bingwa, lakini haiondoi kwamba kuna hiyo michakato lazima watu wapitie. Hakuna kitu kirahisi chochote ambacho kinatokea duniani bila watu kuvuja jasho. Kwa hiyo huu ni mwanzo. Kama tumeweza kufika hatua ya makundi, ni nini tunaweza kufanya ili tuhakikisha tunapata hii nafasi ya kurudi hapa kwenye kila msimu na kuhakikisha tunacheza hatua ya makundi? Hilo ndo swali la kwanza, kwa sababu leo tunaizungumza Simba kama klabu ambayo imefanikiwa kwenye vilabu vyetu vya ndani, ambayo ina uhakika kucheza mashindano ya Afrika. Ni kwa sababu walikuwa na hiyo commitment na walikuwa wanaona ni nini ambacho tunatakiwa kufanya. Kila tunapokosea tunakosea wapi, na kila tunakopatia tuongeze nguvu. Na mimi hata kwa Azam pia wenyewe wana hiyo nafasi. Umemsikiliza Hashim Ibwe anakuambia wao wamekubali kujiweka kwenye level ya underdogs kuliko mtu yoyote kwenye kundi, kwa sababu wakiweka ile mizani, ukikompare wewe na hao watu wengine, kuna namna tu unaona watu walivyokuacha mbali. Kwa hiyo kikubwa ni hiyo commitment ambayo uongozi umekuwa nao mpaka imefikia hatua hii ya wao kwenda kucheza hatua ya makundi. Naamini nategemea kuiona ikiwa inaendelea msimu baada ya msimu, lakini kwa msimu huu sitegemei kitu kikubwa kutoka kwa Azam, kwa sababu ya watu ambao wanakutana nao kwenye kundi ni watu ambao wana experience ya kutosha kuliko wao. Kuna baadhi ya watu ambao wako kwenye mabenchi hizo timu zingine wana vitu extra kuliko wao walivyo. Kwa kwangu mimi naamini kwa Azam kwa msimu huu wao tayari wamemaliza. Yani mimi sina ninacho wadai, kwa sababu nilichokuwa na wadai ni kuona siku moja wanacheza hatua ya makundi, hatimaye wamefanikisha. Nachohitaji kuona ni muendelezo wa hiki wanachokifanya, lakini haimaanishi wanashindwa kuperform na kuvuka hatua ya makundi. Lakini kwa level ya hao watu wengine wanao compete nao, kuna namna unaona iko tofauti. Yani hapo unaweza kupambana, unatafuta nafasi ya 3 ili usiwe wa mwisho kabisa kwenye kundi, lakini namna ya ku top group au kuwa mtu wa pili, ni changamoto nyingine. Kwa kwangu mimi naamini kwa Azam wao wamefikia yale malengo ambayo yalikuwa kwenye makaratasi na wametaka yaonekane kwenye uhalisia, na imekuwa. Kwangu mimi sina ninachowadai. Kamanda, Azam imefanya maboresho makubwa msimu huu. Imebadilisha kuanzia kocha, wachezaji, hata ukija kwenye eneo la uongozi wa juu kwa maana CEO na msaidizi wake pia wamebadilisha, na kuna hatua ambayo unaona imepigwa mpaka hivi sasa. Mara nyingi mpaka sasa hivi tunakuwa tunazungumza Azam anasubiri mechi za ligi, lakini sasa hivi wanaenda kwenye hii michuano ya kimataifa. Kwa hiyo mabadiliko ambayo ameyafanya, licha kwamba ameshafika kwenye hatua ya makundi ambayo wao ilikuwa ni moja kati ya malengo yao, tunaweza tukaendelea kuwapa matumaini zaidi kwamba huenda huko wanaweza wakaenda kufanya maajabu zaidi haya ambayo tumeona. Of course maajabu kwa level yao for me atakuwa ni kuvuka kwenda robo finali. Unaliona hilo? It's possible. Wakichanga karata zao vizuri, ili ni kundi ambalo hawapaswi kuliogopa kama ambavyo labda inawezekana kwa timu zingine kama ilivyo kwa Yanga na Simba, kwa sababu ukimuondoa tu Wydad, Azam hawana sababu yoyote ya kumuogopa Manyema na Nairobi United. Na katika msimu ambao ndio kwanza wanaingia kwenye hatua ya makundi kwa mara ya kwanza, hawapaswi kuwa na malengo makubwa sana yakawapalia kwamba bwana huu msimu tukiangalia amna tunaweza kufika finali, itakuwa haina uhalisia. Lakini ni muhimu kwenda kila hatua kulingana na uwezo wako. At this moment kikubwa ambacho Azam wanaweza kukipigania ni kuhakikisha kwamba wanamaliza nafasi ya pili kwenye kundi na wanavuka salama kwenda hatua ya robo finali. Na baada ya hapo tunaanza kuangalia sasa kwamba watapangwa na kina nani na uwezo wao vis-a-vis hizo timu ni ukoje. Ukiangalia kwenye makundi ya shirikisho kwa mfano, ukiondoa tu kundi la Azam tukaangalia makundi haya mengine matatu. Kundi A kuna Joliba, kuna San Pedro na Usma na Olympique de Safi. Mimi prediction yangu hapa ni Olympique de Safi ya Morocco pamoja na Usma Alger watakwenda robo finali. Ukiangalia kundi C ambalo lina Belouizdad, Stellenbosch, Singida na Otoho,
Kwangu mimi hapa favorite ni Belouizdad na Stellenbosch. Na kundi la mwisho lina Al Masry, Kaizer Chiefs na Zamalek. Kwangu mimi hapa favorite kuvuka kwenye hili kundi ni Al Masry na Zamalek. Sasa let's assume kwamba Azam na Wydad wamevuka kwenye hili kundi lao. Yeah. Ni timu gani kati ya Olympique de Safi, Usma Aldia, Belouizdad, Stellenbosch, Al Masry au Zamalek ambayo Azam ikikutana nayo hapa inaweza ikasema kwamba hawa sisi tunaweza kucheza nao kwa kujiamini, sio tu kucheza, maana yake kuingia tu uwanjani mnaweza mkaingia kama walivyoingia uwanjani jana Harambee Stars na Senegal, ila matokeo ya mwisho wakachukua goli 8. Umeelewa? Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hapa mtihani mkubwa kwa Azam ni kujaribu tu kufika robo finali, na baada ya hapo kuona nini kinaweza kutokea. Of course miujiza inaweza ikatokea. Miujiza hiyo ni kwa mfano itokee kwamba kwenye kundi D wasivuke Al Masry na Zamalek, wavuke Kaizer Chiefs na Zesco. Yeah. Kwenye kundi C wavuke Otoho na Singida badala ya Belouizdad na Stellenbosch, na kundi A wavuke Joliba na San Pedro. Lakini sasa hizo ni timu ambazo nazo baada ya kuvuka kwenye hao makundi wa aina ya timu walizoziacha huko nyuma hawatakuwa na sababu ya kuiogopa Azam. Na kama timu kama San Pedro kama imemtoa Usma, imemtoa Olympique de Safi, wana haki ya kujiamini kwamba bana Azam kama ndio mtu yuko mbele yetu, sisi tunafika nusu finali. Kwa hiyo wanatakiwa tu wajiwekee malengo ambayo yana uhalisia kulingana na nafasi yao, kwa sababu pia wachezaji wao tegemeo ambao wana experience na hii michuano sio wengi. Utamwangalia pale mtu kama Sadio Kanuti ana experience ya kucheza kwenye haya mashindano. Ni yule Medi Barakat sio kihivyo, kwa sababu Medi ana experience kwa kiasi fulani, lakini sio ya muda mrefu, kwa sababu klabu yake alikuwa anacheza aghalab sana kucheza michuano ya kimataifa. Kuna huyu Medi Barakat yule Mtunisia, naye pia timu yake ya Sfaxien amekuwa haonekani mara kwa mara, kwa sababu alikuwa ni mchezaji ambaye anatoka kwenye under 20. Kwa hiyo kikubwa pekee walichonacho kama silaha ni kuwa na kocha ambaye anajua mashindano, anajua kupanga karata zake. So assume kwamba ana mbinu, ana means za kuwa motivate wachezaji katika usahihi, lakini sasa hivyo vyote vinakuwa dictated kwa mafanikio na quality ya mchezaji. Umeelewa? Mchezaji ambaye ana quality na experience, maana yake anarahisisha hata kazi ya kocha yule ambaye anamfundisha. Kwa hiyo we wish them all the best. Hii mechi yao ya kwanza ya ugenini ndio itatupa picha kwamba Azam wanaweza wakafanya nini kwenye michuano hii. Okay, tumwangalie pia kocha Ibenge na namna ambavyo anaifanya kazi yake akiwa na klabu ya Azam. Kuna kitu gani ambacho amekibadilisha kutoka Azam ambavyo ilikuwa ipo mpaka hivi sasa tunavyoiona level yake ya ushindani ipoje, lakini pia ni mwalimu muumini wa kitu gani zaidi? Kwanza Ibenge simu zote ambazo amepita ni mwalimu ambaye anapenda direct football, anapenda mpira moja kwa moja kabisa, na ukiangalia hata Azam namna ambavyo ameanza kuifundisha ni timu ambayo mara nyingi inacheza kwenye 4-4-2. Sanahitaji kuwa na walinzi wanne, viungo wawili katikati, na kwenye safu ya ushambuliaji kuwepo na viungo wanne. Hapo akiwa anazuia, lakini pia akiwa anataka kufanya build up huwa mara nyingi anakuwa na 4-2-4. Kwa nini anafanya hivyo? Kwa sababu anajaribu kutengeneza balance kati ya eneo la kiungo na eneo la ulinzi, kwa sababu mara kadhaa kwenye mechi ambazo nimemuona kwenye eneo la center back anaweza kawa Fuentes pamoja na Yolo, Mwekenda pamoja na Pascal Msindo, and then kwenye eneo la juu kidogo chini yake kuna kuwa na wachezaji wawili ambao ni holding midfielder, anawepo Kanute pamoja na Himidi. Juu yake utakuta anasimama Faisal. Mara nyingi kwa sababu ni kocha ambaye ni muumini sana wa direct football na msingi wake unakuwa ni matumizi makubwa ya mawinga, utakuta Nado pamoja na Sopo ambao mara nyingi wamekuwa wanatengeneza hatari zaidi, na juu yake pale kuna kuwa Kitambala Bola. Mara nyingi iangalia Azam namna ambavyo anatengeneza mashambulizi, inapitia pembeni, kwa sababu kocha anaamini zaidi kwenye kuweka mzigo mkubwa huko pembeni, ambako utakuta kama timu inashambulia tayari wakishafuka kwenye ule mstari wa kati, kwa sababu akiwa anazuia mara nyingi huwa anazuia kwenye mid block, kwa maana ule mstari wa katikati ndo anaanza kutengeneza mazingira ya kuzuia. Kwa nini? Kwa sababu anataka iwe rahisi kwenye nyakati zote mbili. Anataka kupora mpira ili afanye transition na kuwa rahisi zaidi kwenda golini, lakini pia hata akitaka kuzuia kuna kuwa na idadi kubwa ya wachezaji. Hao wachezaji wanatoka kucheza kwenye eneo la kiungo ambao ni back 4, I mean center back ambao ni back 4 pamoja na wale viungo ambao wako kati. Kwa hiyo kuna tengeneza hiyo balance. Mara nyingi amekuwa akicheza hivyo. But kwenye hii mechi ya away ambayo anaenda kucheza,
mara nyingi makocha wote Afrika wanakuwa wanajua kwamba sehemu pekee ya kushinda ni nyumbani, you see. Kwa hiyo unapotoka home kwenda away, jukumu la kwanza linahakikisha kwamba sitaki kufungwa hii mechi. Na naamini Ibenge kwa experience ambayo yuko nayo, anaamini kwamba hii mechi ni ngumu kushinda away, ingawa inaweza katokea, lakini jambo la kwanza hatutakiwi kufungwa, at least tupate sare, na kama tutafungwa basi tuconcede kwa idadi ndogo ya magoli. Mara nyingi makocha wengi, hata hizi timu kubwa ambazo tulikuwa tunazitolea mfano hapa, kuna tofauti kati wakicheza nyumbani kwao na wakicheza away. Kwa ndani ya huu mfumo ambao wanapenda kutumia 4-4-2 akiwa kwenye uwanja wake nyumbani au kwenye michezo ya ligi ambayo ameicheza, naamini kutakuwa na mabadiliko makubwa sana kwenye mchezo wa kwanza kwenye hatua makundi huko away dhidi ya Maniema, kwa sababu anajua kwamba anacheza na watu ambao quality yao ni kubwa zaidi. Nimewahi kuzungumza hapa kwamba ni kweli amequalify kwenda kwenye hatua ya group stage, lakini timu ambazo walicheza nazo huku kupita kufika hapa hazikuwa hizo ngumu to that extent, na ndio maana waliishia kwenye hatua ya preliminary, yamefika kwenye hatua ya makundi. Kwenye hatua ya makundi, kwenye hii michuano, kadri unavyozidi kwenda unazidi kukutana na watu ambao wanakupa test ile ya ushindani kweli kweli. Kwa hiyo tunataka kuona Azam kwenye muundo wao ambao mara nyingi wanapenda kuwatumia mawinga kutengeneza hizo nafasi za kutosha kwenda kwa kitambala au wao wenyewe kufunga. That's why nowadays unaweza kumuona Nado anafunga sana, Sopo anafunga sana, lakini nyuma yao wanapata huduma sahihi kutoka kwa Faisal. So sitarajii kuona akienda kupishana na Maniema kutokana na nature timu ambayo pia anacheza nayo, hawezi kufunguka zaidi kwa sababu yuko away, pia kuna ile home ground advantage kama ambavyo nimezungumza, but naamini kwamba Azam wataenda kuzuia zaidi kuliko kushambulia, and then watakuwa wanashambulia kwa moment kwa sababu wana hao wachezaji ambao wanaweza kutumia vizuri counter attack, hasa pale ambapo wanapola mipira, tunasema turnovers, yani wanakuwa quick zaidi wanapopola mpira kwa ajili ya kuanzisha mashambulizi pembeni, kwa sababu kuna hao mawinga ambao wanakimbia. Kwenye kila jambo zuri ama kwenye kila mchezo mzuri kunakuwa na mapungufu. Azam pengine ni mapungufu gani ambayo wanapaswa kuyarekebisha ama kuyatolea macho kwa jicho la ziada ili yasiende kuadhibu huko ambako wanaenda kucheza ugenini dhidi ya AS Maniema? Cha kwanza naamini ni umakini kwenye eneo la ulinzi. Kuna namna wana ile hali ya kujiamini kupitiliza. Inawafanya waondoe focus ya mchezo. Na ukikutana na timu ambazo tunasema haiishi mpaka iishe, wanaweza kuconcede muda wote. Po kama unakumbuka mechi dhidi ya JKT, ni mechi ambayo ulikuwa unaamini kabisa Azam kamaliza mechi. Lakini the way ambavyo watu umakini unazidi kupungua kadri muda unavyozidi kuelekea mwishoni, ndivyo ambavyo ukicheza na watu wengine wanaiona nafasi ya kukuadhibu, watakuadhibu. Kwa hiyo mimi naamini kama wataweza kumaintain hiyo discipline ya wao kuhakikisha hatupotezi ile momentum ya mchezo. Tulivyoanza ndivyo tutakavyomaliza. Japo ni ngumu kuanza ulivyoanza na ndo umalize vile, ni ngumu, lakini angalau uweze kubehave mwisho wa siku upunguze hata hayo madhara ambayo yanakuja kutokea golini kwako. Kwa hiyo mimi naamini mapungufu ya Azam yako kwenye eneo lao la kulinda, na issue nyingine ni kwenye set pieces. Ni tatizo lingine. Wachezaji wao wamekuwa wavivu sana kuruka. Yani center backs wao wamekuwa wavivu kuruka. Kuna nyakati mechi nyingi za Azam ukizitazama, ikitokea ni kona, watu wa kwanza kugusa mpira wanakuwa ni opponent. Yani hili ni tatizo lingine. Ukicheza na watu ambao wanaweza kutumia vizuri mipira ya kutenga, utajikuta kwenye riski ya kufungwa. Pia goalkeeper wao wanatakiwa kuzungumza na mabeki wake. Moja kati ya changamoto ya goalkeepers wengi ambao mimi nimepata nafasi ya kuwaona ni wao kutokuongea. Yani ukiwa umkumbushi mlinzi wako ni tatizo, kwa sababu yeye anaangalia mbele, ila wewe unamuona mtu anayekuja anayeomba mpira kwenye space ambayo yeye haioni. Kwa sababu unajua siku tunacheza mpira hapo, sisi mara nyingi tuna focus na mtu mwenye mpira. Uwezi kudeal na mtu ambaye hana mpira, ila goalkeeper yeye anaona kwamba kuna mtu kulia kwako umemwacha, geuka muangalie. Yani hata kama unajua kuna ile ni man to man marking, kuna muda tunacheza zono, angalia space iliyoko wewe na huyo mpinzani wako ni kubwa kiasi gani, jaribu kupunguza space. Kwa mimi naamini goalkeeper anatakiwa kufocus kwa walinzi wake, kwa sababu yeye ana hiyo advantage, anawaona. Na walinzi pia wafanye majukumu yao kwenye sehemu za kufanya tackles, naamini wanatakiwa kufanya hivyo vitu. Nilikuwa nataka pia kujibu swali alilouliza Jessica kwa Ashraf. Kikubwa ambacho Ibenge mimi natarajia kibadilishe Azam ni mentality. Unajua unaweza ukawa wewe ni mchezaji mkubwa, umetoka labda kwenye timu kama ulivyoona yule kipa aliyetoka Al Hilal kwa anaitwa ni Mustafa Mohamed Al-Merrek. Alitoka Al-Merrek. Au yule Ali Ahmad ambaye alitoka Ufaransa. Sawa. Hawa ni magolikipa ambao wametoka kwenye sehemu za juu kidogo kuliko Azam, lakini walipofika Azam pale
wakadrop wao kama wao. Sasa of course haihusiani sana na timu, lakini kama kuna kocha ambaye hakukumbushi kwamba wewe unacheza kwenye timu kubwa, unaweza ukajisahau. Na wakati mwingine pia kama unakumbuka Mkai, tukikaa hapa na kina Hans na kina nani, moja kati ya vitu ambavyo watu walaumu Azam ni kwamba wakati mwingine wanakuwa na tabia za timu ndogo. Yeah. Sawa. Kwa hiyo Ibenge kitu kikubwa ambacho mimi nategemea akibadilishe ni mentality ile ya kuwakumbusha Azam kwamba nyinyi ni timu kubwa, msijione. Manake a lot of times wachezaji wa Azam, unaweza kukuta mchezaji Azam anapokea mshahara mkubwa kuliko mchezaji anayecheza Simba na Yanga, lakini hana commitment hata nusu au robo ya yule commitment mpaka sasa hujaziona kamanda. No. Ni nazungumzia zaidi miaka iliyopita. Vis-a-vis mwaka huu, kwa sababu Ibenge bado itamchukua muda kuweka hayo matofali, saruji na nondo ili kutengeneza hicho kitu, sio kitu cha siku moja kabisa. Kwa hiyo ambacho mimi nategemea akibadilishe ni hiyo mentality, kwa bana nyinyi hapa Azam mnacheza kwenye timu kubwa, yani kuna vitu vidogo kama hii kulalamikia marefa and what not, mnaweza mkaviminimize kwa sababu wakati mwingine vinaashiria kwamba nyinyi hamjapevuka kama wakubwa. Crown Media. Hapa ni nyumbani.